Angalia usifanye nini? Sianguke. Kiendelea kusoma anasema maana jaribu alipowapata nyinyi isipokuwa ni nini? Kawaida ya wanadamu. Endelea kusoma hapa anasemaje? Yaani majaribu yapo. Lakini haya majaribu yanapokuja angalia yasifanye nini? Yasikuangushe. Endelea kusoma anasema jaribu. Anasema jaribu alikuwapata ninyi isipokuwa lilikuwa kawaida ya wanadamu. Bwana Yesu asifiwe sana. Anasema jaribu alikuwapata nyinyi isipokuwa lililo ni kawaida ya nani? Yaani kama uko duniani kujaribiwa ni kitu cha nini? Cha kawaida. Kila mwanadamu huwa anafanya nini? Anajaribiwa kwenye maeneo mbalimbali. Neno la Mungu linasema kwamba utajaribiwa kutokana na nini? Na uhitaji wa hilo eneo. Kila mmoja huwa anajaribiwa kutokana na nini? Na hitaji la moyo wake. Kama wewe ni binti, unatamani kufanya kuolewa, majaribu mengi yanayokuja kwenye maisha yako. Ni majaribu nini? Yale ya kiu yako. Kwa sababu Yesu alipokuwa na njaa alijaribiwa kwa nini? Kwa chakula. Utajaribiwa kutokana na kile kitu ambacho unafanya. Amina hapo Mungu. Mwambie jirani yako, ongea na jirani yako. Muulize pale, mwambie kwamba wewe kiu yako ni nini? Kiu yako ni nini? Ongea na jirani yako, kiu yako ni nini? Sasa hiyo kiu yako iko hapo na ndio jaribu lako limefanya. Limelala hapo. Amina hapo Mungu. Amen. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Kama una shida na pesa, majaribu yanayokuja ni majaribu ya nini? Ya pesa. Uko pale kazini, kuna mtu anasema naomba umpitishe mwanangu bwana. Naomba umpitishe mwanangu ile eneo. Naomba umpitishe mwanangu. Aongee na kabasha, naomba umpitishe mwanangu. Na ukiangalia nyumbani, gesi imekata, si ndio? Kingamuzi akisomi, maisha yanayoki, unachukua ile, unaingia kwenye matatizo. Amina hapo Mungu. Hautajaribiwa na kitu kingine. Jina la Bwana libarikiwe sana. Kama mdada anataka kuolewa, kitu ambacho kinataka kujaribu wewe, sio kitu kingine. Kuna wanaume watakuja kwenye maisha yako, ukwambia nataka nikuoe. Hatakuja kwenye maisha yako kusema nitakuja nikuchezea. Watakuja kwa lengo la kufanya na kuoa. Sasa majaribu yote yatakapokuja kwenye maisha yako, angalia usifanye. Usianguke. Angalia usianguke. Bwana Yesu asifiwe sana. Lakini anasema kila jaribu litakalokuja kwenye maisha yako, anasemaje pale? Mungu atafanya na mlango nini? Anasema ila Mungu ni mwaminifu ambaye hata waacha mjaribiwe kupita mwenzavyo. Lakini yaani jaribu lolote kwenye maisha yako, mtu anakutoka muumini na baba, ili jaribu limepita umri wangu. Limepita umri wangu kabisa. Mungu amenipa jaribu kubwa. Jamani, hiyo ni saizi yako. Amina. Mungu alijua hiyo unaliwaza wapi. Pambana nalo. Saizi yako hiyo level yako. Jina la Bwana libarikiwe sana. Wewe unaposema kwamba jaribu limenipita umri, unakosea neno la Mungu. Anasema Mungu hatakupa jaribu linalopita nguvu zako. Amina. Haleluya. Mungu anajua una nguvu ya kulishinda hilo unalolipitia. Jina la Bwana libarikiwe sana. Haleluya. Na ndio maana hata yule Kaini Mungu alimwambia dhambi iko mlangoni. Lakini unatakiwa ufanye uishinde. Unao uwezo wa kuishinda hiyo dhambi. Lakini yeye Kaini alikataa kufanya kushinda. Lakini Mungu akimwangalia katika ulimwengu wa roho, aliona ana uwezo kabisa ya kulishinda hilo jaribu. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. 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 Ni dhambi gani inayokuvizia kwenye maisha yako? Na Mungu anakuambia asubuhi ya leo, hiyo dhambi iko mlangoni na kuvizia. Lakini unataka kufanya nini? Kuishinda. Na haiko juu ya uwezo wako, iko kwenye nini? Kwenye nguvu zako. Una uwezo wa kupambana nayo. Na anasema hapo chini, anasema hakuna jaribu ambalo halina nini? Halina nini? Lakini pamoja na lile jaribu, atafanya na mlango wa kutoka. Wewe tuje uone mlango. Hakuna jaribu lolote ambalo halina nini? Halina mlango. Jina la Bwana libarikiwe sana. Amen. Haleluya. Haleluya. Yote wanangu unayoyapitia kwenye maisha yako, jina la Bwana libarikiwe sana. Yana mlango. Bwana Yesu asifiwe. Mungu anasema atafanya na mlango wa kufanya nini? Kwa hiyo utabaki kama ulivyo. Hilo jaribu ni la muda tu, ni la kitambo tu, lakini kuna hatima njema ambayo Mungu amekukusudia. Utaiendea hiyo hatima katika jina la Yesu. Kama ni wewe, nenda nayo kwa jina la Yesu Kristo. Pokea hiyo neema katika jina la Yesu Kristo ya kushinda majaribu kwenye maisha yako. Bwana akakupe uwezo katika jina la Yesu. Neno la Mungu kisoma kwenye Yohana 1:12 anasema bali wote alipompokea aliwapa uwezo
amina. Haleluya. Uko uwezo pia Mungu ameuachilia kwa ajili ya kushinda majaribu ambayo unayapitia kwenye maisha yako. Amina watu wa Mungu. Haleluya. Liambie jaribu lako katika jina la Yesu, katika jina la Yesu. Wewe sema tu kizembe. Sema katika jina la Yesu. Ninakuambia wewe jaribu. Hautanishinda. Hautanishinda. Nitakushinda kwa jina la Yesu. Sema na ile jaribu. Lina mlango kutoka. Sema ninatoka. Ninatoka kwenye hilo jaribu. Sasa na Bwana atafanya mlango wa kutokea. Sema kwa jina la Yesu. Nimeipokea hiyo neema. Nimeipokea hiyo nguvu ya kushinda majaribu yote, ya kupita. Sema jaribu lolote halitanipitisha kwenye dhambi. Haitanifanya nifanye dhambi. Haitanifanya nimwasi Mungu. Haitanifanya nikosane na Mungu. Kwa jina la Yesu, ukapokea nguvu ya kushinda katika jina la Yesu. Ukapokea uwezo wa kushinda katika jina la Yesu. Jina la Bwana libarikiwe sana. Haleluya. Hadi Bwana anaambia, ulijua hili naliweza. Jina la Bwana libarikiwe sana. Hata hilo pia unaliweza. Amina. Amina. Amen. Lakini kitu kimoja tunasema majaribu yamewazidi huko. Sio kukuzidi huko. Unatakiwa ufanye kitu kimoja. Amina. Inabidi ukae kwenye vyanzo vya nguvu zako. Amina. Haleluya. Vyanzo vya nguvu zako ndio hivi, mambo ya ibada, mambo ya nguvu ni nini? Chanzo cha nguvu zako ni nini? Ni neno la Mungu. Chanzo cha nguvu zako ni nini? Ni maombi. Jina la Bwana libarikiwe sana. Haleluya. Na wengi ambao unaopenda kula watu wa Mungu, jina la Bwana libarikiwe sana. Maisha yako kwenye majaribu sio rafiki sana. Ili uweze kushinda, hebu ongeza nguvu, uwe na muda wa kufunga. Jina la Bwana libarikiwe sana. Haleluya. Haleluya. Amina. Ni hatari sana mwezi mzima mtu hujafunga mwezi mzima. Nikipitaga wiki tu sijafunga, roho yangu huwa inaniuma. Jina la Bwana libarikiwe sana. Lakini mwezi mzima afu unajisikia raha tu, unapita mwezi mzima hujafunga hata kufunga. Ni hatari sana kwenye maisha yako. Amina. Hasa kwenye ulimwengu ambao tunaishi. Ni hatari sana kwenye maisha yako. Roho yako ndani inakuwa ina nguvu, mwili ndio una nguvu. Mwili ukiwa na nguvu unakusupport kufanya dhambi. Lakini roho yako ikiwa na nguvu, ule inasukumia mambo ya nje yote, mambo ya mwili. Jina la Bwana libarikiwe sana. Unakuwa na nini? Na nguvu ya kufanya, ya kushinda. Jina la Bwana libarikiwe sana. Mnanielewa nao? Ni ushauri tu, utakuwa unishukuru siku moja. Bwana Yesu asifiwe. Uwe mwana maombi. Wadada vijana, mwe wana nini? Wana maombi. Mtashinda. Ninyi ni washindi katika jina la Yesu. Biblia inawataja kwenye neno lake. Anasema vijana wana nguvu, wamemshinda shetani. Mna nguvu ya kumshinda shetani. Jina la Bwana libarikiwe sana. Kuliko hata wazee. Wazee walikuwa na uwezo wa kumshinda shetani, Biblia ingeandika hivyo. Lakini imeandika vijana mna nguvu na mna uwezo wa kumshinda nani? Shetani. Mungu anajua una uwezo mkubwa sana. Jina la Bwana libarikiwe sana. Haleluya. Haya mambo unayopitia katika jina la Yesu yako kwenye uwezo wako. Pambana naye na ushindi uko karibu katika jina la Yesu. Amina mtu wa Mungu. Basi tuendelee pale kidogo kuona inisomea. Endelea kidogo pale anasemaje?